Mimi hii nyumba nimekuja mara kadhaa, lakini ile naweza kukuambia leo hii nyumba imeweza kubarikiwa kando na siku zote zile nyingine ambayo nimeweza kufika hapa. Your Excellency, kwanza kando na mambo mengine yoyote, itaingia katika historia. Wewe ni rais wa kwanza ambaye umeweza kuweka hadhi ya hawa wazee wetu. Kwanza umechunga mila yetu sisi kama Waafrika ya kuwa tunaheshimu wazee wetu, umewaalika kwako nyumbani. Your Excellency, hawa wazee si wazee wa kawaida. Hawa wazee wakiregea nyumbani, wao ni majaji. Wao wanaangalia sijui mambo ya ng'ombe, mambo ya watu wameoana, bibi na mume wanatesana, wao ndio wanakaa chini na kuweka watu pamoja. Your Excellency, hawa ndio wale ambao kwamba kazi yao ni kuangalia ni nani mzazi mzuri, ni nani mzazi mbaya. Kama mtoto hajaenda shule, wao ndo wanatoka na kuambia mzazi, tafadhali peleka mtoto wako shule. Kwa hivyo kwanza hawa wazee ni judge, baada ya kuwa judge ni mwalimu, kwa sababu anahakikisha ya kuwa anapeleka watoto shule. Hawa wazee haimaliziki hapa. Hawa wazee tukitaka ID, hata mimi, hata wewe ulipotaka kitambulisho chako rais wa Kenya, ulienda kwa mzee wa mtaa. Hata mimi nilienda kwa mzee wa mtaa nikapata kitambulisho yangu. Hawa wazee sio wazee wa kawaida bwana. Hawa wazee kama kuna mtu ni mgonjwa, wao ndo wanatafuta CHP, wanamwambia kwa lazima tuangalie hii maneno hapa na pale tuweze kuwasaidia. Mimi ni shahidi. Mimi nimekuwa mbunge muhula miwili. Wakati mimi niko bunge nilikuwa pamoja na Kimani Ichung'wah. Mimi ni shahidi, na leo nataka kutoa ushahidi hapa katika State House ya kuwa wakati tulipojaribu na tukapitisha kama wabunge, tukasema motion ipitishwe, wazee wetu wa mitaa waweze kupatiwa fedha, waweze kuangaliwa mambo yao, tuliambiwa ya kuwa hakuna pesa. Ndio ile swali mkiulizwa msiwe na matatizo, kwani pesa yetu ilikuwa inatumika kufanya nini? Mbona huu Rais William Samoei Ruto ameweza kufanya na watu wazee wetu wa mitaa wanapatiwa hii pesa?